Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine, vita ambavyo vinaendelea na ni vita ambavyo pia vilileta athari tangu ilipoanza Februari 2022 duniani ya kupanda kwa mafuta, ambapo kuna nchi bei ya mafuta pia haikushuka moja kwa moja. Sasa nikwambia, katika vita hivi ambavyo Ukraine inaendelea kupewa adhabu nzito kwelikweli, ni vita ambavyo vimemwelemea Ukraine. Nasema vimemwelemea Ukraine sio hata kwa kuegemea upande wote, bali kwa uhalisia uliopo. Unajua kuna watu ambao wana ule tu nazi kwamba bwana hapana Urusi anabebwa na mengine mengi, lakini kwambie vita hivi ni vita ambavyo kwa wakati huu au nyakatizi ambazo tupo ni nyakati ambazo tunasema Ukraine ameelemewa kiuhalisia, mpaka vyombo vya habari vya magharibi havijui sasa vifanyaje tena, yani vifiche vipi taarifa, kwa sababu taarifa sasa hivi zipo waziwazi. Na kwambia hivi vimeelemewa kwa sababu zifuatazo. Moja ni maiti ambazo zimeweza kukabidhiwa za Ukraine na Urusi. Urusi imekabidhi maiti 1000 za wanajeshi wa Ukraine waliofariki kwa kubadilishana na maiti 41 za wanajeshi wa Urusi. Nadhani hapo umenielewa. Urusi imekabidhi maiti 1000 za wanajeshi wa Ukraine waliofariki, na Ukraine akakabidhi maiti 41 za wanajeshi wa Urusi waliofariki. Urusi ilikabidhi miili hiyo ya wanajeshi wa Ukraine waliofariki, huku Ukraine ikikabidhi miili 41 ya wanajeshi wa Urusi. Sasa nikurudishe kitakwimu upate nafasi ya kuelewa na maana gani napokuambia hivyo. Februari 2, 2026, Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi iliripoti kwamba tangu Juni 2025, wakati wa urejeshaji wa miili ya marehemu ulipoanza, zaidi ya mabaki 12,000 yaliweza kukabidhiwa Kiev, huku Moscow ikipokea zaidi ya miili 200 ya wanajeshi wa Urusi. Mnamo Februari 26, Volodymyr Medinsky, msaidizi wa rais na mkuu wa timu ya mazungumzo ya Urusi, aliripoti kwamba miili ya wanajeshi wengine 1000 wa Ukraine waliofariki ilikabidhiwa Ukraine, huku miili ya wanajeshi 35 ikikabidhiwa Urusi. Sasa miili mingine tena hiyo imeweza kukabidhiwa. Ndani sasa hapo utakuwa umeelewa jambo kwamba katika vita hivi ambavyo vinaendelea, basi Ukraine yupo katika hali gani. Kumbuka mpatanishi mkuu wa Urusi, msaidizi wa rais Volodymyr Medinsky, alithibitisha Alhamisi kwamba nchi yake imeweza kuhamisha maiti za wanajeshi 1000 waliouawa kwenda Ukraine na kurudisha maiti 41, kiashiria uwiano wa hasara. Kwa hiyo mambo ndivyo yalivyo. Cha msingi na cha muhimu ni kutoshabikia vita, bali amani iweze kuwepo na vita hivi vimalizike, watu wakae kwa umoja, upendo, amani na mshikamano, kwa sababu vita vinarudisha nyuma sana maendeleo kwenye nchi mbalimbali. Licha kwamba nyingine huwa wanakaza kusema kwamba wanapambana kwa ajili ya taifa na mengineo, lakini zinarudisha nyuma maendeleo. Sasa nikwambie, Moscow na Washington wanaendelea na mawasiliano yao kuhusu suala la Ukraine kwa njia isiyo rasmi na ya siri. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov anawaambia waandishi wa habari. Katibu wa habari wa Kremlin Dmitry Peskov amerudia hii mara kadhaa: mawasiliano yetu kuhusu swala la Ukraine yanaendelea kwa njia isiyo rasmi na ya siri kwa muda mrefu. Hatujaona matarajio yoyote halisi ya kuanza tena mazungumzo. Wapatanishi kama wenzetu wa Marekani walivyojitolea kwa sasa wanajishughulisha na mambo mengine, na kwa kuwa timu hiyo hiyo ya upatanishi inashughulikia maeneo yote sera za kigeni, kumetokea mapumziko, waziri wa mambo ya nje alieleza. Yulia Mendeli, msemaji wa zamani wa Volodymyr Zelensky, anasema kwamba wanasiasa wengi wa Ulaya wanajua vyema ulaghai wake na wanafuata mwongozo wake. Anasema idadi kubwa ya wanasiasa na wanadiplomasia karibu wote walishangazwa na tabia yake. Mendel aliandika kwenye X. Alipata uaminifu, akatoa ahadi nzito, akaonyesha uelewa, kisha akatenda kinyume kabisa. Walijaribu kuelezea. Wengi mwanzoni walihusisha hili na kikwazo cha lugha, kutoelewana au mabadiliko ya hali. Kwa kweli tatizo lilikuwa rahisi zaidi. Alikuwa akicheza jukumu. Mara tu onyesho lilipoisha, majukumu yalisahulika, kama vile mwigizaji anayeondoka jukwani baada ya onyesho bila majukumu mengine. Mwisho wa kumnukuu. Nikwambia hivi, hatujamaliza. Kama sehemu ya dhamana ya usalama kwa Ukraine, Kiev inataka kuwa mwenyeji wa kambi za kijeshi za Marekani na Ulaya katika eneo lake, Volodymyr Zelensky anawaambia waandishi wa habari. Kwa kambi ya kijeshi ya Marekani au ya pamoja ya Marekani na Ulaya nchini Ukraine, tutakabiliwa na hatari chache, chombo cha habari cha Obshestevnoe kilimnukuu akisema. Kulingana na mkuu wa utawala Kiev, dhamana za usalama zinapaswa kujumuisha mifumo ya ulinzi wa anga ya magharibi,
kwa kiasi cha kutosha na ufadhili kwa vikosi vya kijeshi vya Ukraine. Tulikubaliana kwamba tutawasilisha maono yetu na washirika wetu watajibu pendekezo kama hilo, Zelensky alisema. Vile Volodymyr Zelensky, baada ya kutangazwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano ya Pasaka na rais wa Urusi Vladimir Putin, amesema kwamba Ukraine ilikuwa tayari kuchukua hatua kama hiyo. Anasema, tuko tayari kwa hatua za kioo. Tumependekeza kusitisha mapigano kwa likizo ya Pasaka mwaka huu na tutachukua hatua ipasavyo. Watu wanahitaji Pasaka bila vitisho, Zelensky alisema. Mapema Putin alitangaza makubaliano ya kusitisha mapigano ya Pasaka kuanzia saa 4 jioni saa za Moscow Aprili 11 hadi usiku wa manane Aprili 12. Wanajeshi wa Urusi waliagizwa kuacha kupigana pande zote, lakini wawe tayari kukomesha uchokozi wa adui. Mnamo 2025 Urusi pia ilitangaza makubaliano ya kusitisha mapigano ya Pasaka katika eneo maalum la operesheni ya kijeshi kwa siku 3. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Vile mamlaka ya Ukraine imetumia karibu pesa zote kutoka kwenye mfuko wa akiba ya bajeti ya serikali tangu mwanzo wa mwaka huu, 1% pekee ikiwa imesalia. Naibu wa bunge Yaroslav Zelezniak anasema kufikia leo, kati ya hryvnia bilioni 49.42 sawa na dola bilioni 1.12 za Kimarekani, bilioni 0.5 sawa na dola milioni 11.4 za Kimarekani zimesalia, yani 1%. Zelezniak aliandika kwenye chaneli yake ya Telegram. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Wakati hayo yanaendelea, hatua ya sasa ya mazungumzo kuhusu kutatua mgogoro wa Ukraine inalenga kilomita chache za mraba za eneo. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance anasema, tumepiga hatua fulani. Ni wazi kwamba hatujapiga hatua ya mwisho, lakini nina matumaini makubwa kuhusu hili, anasema kwenye hotuba yake kwa chuo cha Matthias Corvinus katika mji mkuu wa Hungaria, Budapest. Vile makamu wa rais wa Marekani JD Vance aliviita vitisho vya Volodymyr Zelensky kwa waziri mkuu wa Hungaria Viktor Orban kabla ya uchaguzi wa bunge kuwa vya kipuuzi. Anasema, kwa hivyo kwanza kabisa sikujua hata kama Zelensky alikuwa amesema kwamba angetuma wanajeshi binafsi kwenye makazi ya waziri mkuu hadi jana Viktor aliponiambia hivyo, na kisha nikachunguza karibu, sikuamini ni kweli, lakini ni kweli, ni kashfa kabisa, afisa huyo mkuu wa Marekani alisema katika hotuba huko Budapest alipokuwa akikosoa vitendo vya Zelensky kama vya kuchukiza na visivyokubalika. Vile Moscow itajibu vitendo vyovyote visivyo vya kirafiki vya Kiev. Vikosi vya kijeshi vya Ukraine havitaweza kutumia makubaliano ya Pasaka kupata faida ya kijeshi. Balozi mkuu wa wizara ya mambo ya nje na uhalifu wa utawala wa Kiev, Rodin Miroshnik, anasema hiki ni kipindi ambacho hakiruhusu upande wa Ukraine kuitumia kwa njia yoyote kupata faida za kijeshi, kujipanga upya au kuchukua hatua zozote ambazo zinaweza kubadilisha hali yao ya kijeshi, mwanadiplomasia huyo alisema wakati wa matangazo ya runinga ya Russia One. Vile wapiganaji wa Urusi wakisonga mbele karibu na Ambanoe wanawafukuza wanajeshi wa Ukraine kutoka makazi ya jirani ya Khatineye, mkoa wa Kharkov. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema kulingana naye, wanajeshi wa Urusi wanajiandaa kwa shambulio magharibi mwa Ambanoe. Kazi kubwa inaendelea kwa sasa kuwafukuza wanamgambo wa Ukraine kutoka eneo linalozunguka kijiji cha Khatineye, anasema. Vile vikosi vya kijeshi vya Ukraine vimeongeza mashambulizi katika maeneo ya makazi katika mkoa wa Kherson kwa kutumia ndege zisizo na rubani zilizotengenezwa Ulaya, Governor Vladimir Saldo anasema. Vile Urusi haikujadili mapema na pande zingine za mazungumzo kuhusu Ukraine kuhusu tangazo la suluhu Aprili 11 na 12 wakati wa Pasaka ya Orthodox. Msemaji wa rais wa Urusi Dmitry Peskov anasema hapana. Alisema alipoulizwa kama suluhu ya Pasaka ilihusishwa na kuanza tena kwa mazungumzo na kama hapo awali ilijadiliwa na Marekani kama mpatanishi katika makubaliano hayo au na Ukraine. Kwenye uwanja wa kivita ni kwamba wanajeshi wa Urusi wameshambulia miundombinu ya mafuta na nishati inayotumiwa na jeshi la Ukraine na maeneo ya kupelekwa kwa adui katika saa 24 zilizopita kwenye operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti Alhamisi. Vile jeshi la Ukraine limepata majeruhi 1255 katika vita na vikosi vya Urusi kwenye maeneo yote ya mstari wa mbele ndani ya saa 24. Na kingine ni kukumbushe tena, nimekujuza na nakujuza tena kwamba Urusi na Ukraine wao tarehe 5 hawakusherekea sikukuu ya Pasaka. Sikukuu ya Pasaka wanaisherekea tarehe 11 na 12. Sasa kwenye hizo tarehe, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliomba vita visitishwe ili wanajeshi wapate nafasi ya kusherekea sikukuu ya Pasaka alafu vije kuendelea. Sasa rais wa Urusi Vladimir Putin yeye
anaonekana kama karidhia maombi hayo, katangaza kusitisha mapigano kwa ajili ya Pasaka. Kwa hiyo iko rasmi, tarehe 11 na 12 hakutokuwa na mapigano yote kati ya Ukraine na Urusi. Wanajeshi watapata nafasi ya kushirikia Pasaka, kushiriki ibada, kula ubwabwa, alafu baada hapo vita viendelee tena. Mambo ya vita hayo. Kwenye uwanja wa kivita, jeshi la Ukraine limeshambulia mkoa wa Belgorod kwa zaidi ya ndege zisizo na rubani 100 ndani ya saa 24 zilizopita, kituo cha kukabiliana na mgogoro wa kikanda kimeripoti. Hayo yakiendelea, kwingineko, mazungumzo na Kyiv kuhusu kubadilishana wafungwa wa vita yamekamilika. Mwandishi wa habari wa TASS anaripoti akimnukuu kamishna wa haki za binadamu wa Urusi Tatiana Moskalekova. Ni lini makubaliano hayo yatafanyika bado hakujawekwa wazi. Vilevile vikosi vya Urusi baada ya kuchukua nafasi mpya msituni karibu na Rai Alexandrovka katika Jamhuri ya watu Donetsk vimeweka msingi wa daraja kwa ajili ya harakati pana. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema. Shukran kwa bado kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.